Karibu sana katika kipindi chetu cha Hana the People Corner. Leo hii tutakuwa tuna mada inayosema mahitaji muhimu kwa afya ya ndoa. Mahitaji muhimu kwa afya ya ndoa. Nimesema utafikiri mahitaji ni kama kitu lakini najua ndoa ni kitu cha thamani sana. Kwa hiyo ili kuweza kuifanya ndoa iendelee kuwa na afya njema, mambo haya ni muhimu sana kuyazingatia. Jambo la kwanza ni muda. Muda ni hitaji kubwa sana katika masuala ya ndoa. Maana yake naposema muda, sio muda wa kufanya kazi. Ni muda kati ya hawa wanandoa. Mara nyingi kwenye masuala ya ndoa, wanandoa wanaweza kufikiri kwamba muda wa kukaa na kujadiliana na kuelezana na kupangana mambo yao kwamba hauna maana. Lakini kwa uzoefu wangu kwenye ndoa miaka 25 naenda 26 sasa, nafikiri muda wa wanandoa kukaa na kuangalia mambo yao ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Mara nyingi kwenye ndoa kunakuwa na rush. Yaani muda kukaa na mwenzako, mume kukaa na mke wake au mke kukaa na mumewe, wanaona kama wanapoteza wakati. Wanapoteza muda. Kwamba tutaongea jambo gani jipya? Tumekaa, tumeishi, tuko pamoja wakati wote. Lakini kumbe ule muda ni wa muhimu sana. Kwa sababu mnapokaa pamoja kuna namna mama anaona kama amethaminiwa. Kwa sababu kuna baba wengi hawapendi kukaa. Tumjua hawapendi kukaa. Wanashumu kwamba mama yeye akatote anaelewa tu haraka haraka. Lakini mama anapenda mume akae, amsikilize walao. Kwa hiyo hilo likiweza kutafsiriwa vizuri upande wa mwanamume au upande wa mume, ni jambo la msingi sana linaloongeza afya kwenye ndoa. Baba, kuwa na muda tu wa kumsikiliza mke wako. Panga muda wako. Mke wangu niko tayari kukusikiliza. Hata kama nakwambia niko tayari kukusikiliza, atakwambia tu, utachangana kwambia hata saa nyingine kitu ambacho wala baba fulani unajua mimi kwa sina kile kiatu changu kimeisha. Yaani kitu kidogo tu ambacho unafikiri wewe kwamba utafikiri kwa wewe utaanza kuona kwamba kitu gani hichi. Lakini kwa mke ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo pale tu alikuwa anatamani tu kukaa na wewe. Kwa ni vizuri sana wanandoa kuwa na muda wa kujisikiliza ninyi kwa ninyi kama wanandoa. Kwa sababu hilo linaleta afya kwenye ndoa. Swala lingine ni umoja. Umoja. Wanandoa wengi wanafikiri kwenye umoja lakini hawako kwenye umoja. Kwa nini nasema hivyo? Unakaa saa nyingine kwa jambo kwenye ndoa linafanyika, lakini yule mama yeye amesikia tu kwa juu tu au ameliona kwa juu tu, hana undani nalo. Kwa hiyo utasikia mama anasema labda hashirikishwi. Kumbe namna tu na baba ile ameona kwamba si ameshasikia naongea, si anajua. Umeona si amesikia naongea, si anajua. Kumbe mama angependa aletewe information, apewe ile taarifa kwa urasmi. Taarifa rasmi kwamba mama fulani kuna hili na hili na hili na hili. Umoja. Yaani wewe baba usifanye jambo kujua kwamba unashunga kwamba limeshakuwa pamoja. Hapana. Lilete specific kwa mke wako kwamba liko hivi na hivi. Hata kama umekuwa ukiliongelea, lakini sasa likishafikia kutimilizwa, leta ile hoja kwa mama. Mama, mke wangu kuna jambo hili na hili na hili. Kwa hiyo hilo jambo la umoja linaleta afya kwenye ndoa. Jambo lingine ni ukweli. Kwenye ndoa kusipokuwa na ukweli hakuna afya ya ndoa. Ili kuwa na afya nzuri kwenye ndoa lazima wanandoa wawe wa kweli. Siku zote ukweli, wanasema ukweli unauma. Na mara nyingi kwenye ndoa kunakuwa na mambo ya kificho ya uongo ili kuficha kweli. Kuashumu kwamba vitu viko kawaida, viko sawa sawa, kumbe vimeshaharibika. Kwa ni bora kuwa mkweli, mke kuwa mkweli, mume kuwa mkweli, ili yamkini ukweli ukijulikana mambo yatatengenezwa.
Lakini sasa kulikoni kuendelea kupretend uongo, halafu baadaye ukweli unajulikana, inakuwa ndio worse zaidi. Kwa hiyo ili ndoa iwe na afya, ukweli ni jambo la msingi na jambo la busara sana. Kwa hiyo mume kuwa na tabia ya kusema kweli, na mume kuwa na tabia ya kusema kweli, hata siku akitindikiwa akasema uongo, atakuwa anajishtukia, mke atasema hapa ni, atamwambia hapa ni uongo, kwa sababu wewe una tabia ya kusema kweli. Kwa hiyo tabia ya ukweli iwe ndo tabia na desturi ya wanandoa. Hiyo inaita afya katika ndoa. Jambo lingine ni uwazi. Kwenye ndoa mara nyingi kuna kuwa na tabia kufikiri kwamba uwazi, lakini kuna tabia ya usiri. Kwa mke au mume kuwa wazi kwa mwenzio, kwa mambo yanavyoenda, kwa mambo yalivyokuwa, programu zinazoenda, labda kuna changamoto fulani, kuna jambo kuwa wazi. Unajua unapokuwa wazi inasitiri mambo mengi kuendelea, au namna nyingi kujifikiria kwamba unajua labda ni hivi, labda ni hivi, labda ni hivi. Hapana, uwazi unafanya ndoa kuwa na afya. Kwa hiyo lazima uwe muwazi, mume awe muwazi, mke awe muwazi. Uwazi utafunua mambo mengi sana kwenye ndoa yenu na utajenga ndoa ambayo ina afya. Afya ya ndoa nyingine inaitwa na ushiriki na ushirikishwaji. Mke kuwa na tabia ya kumshirikisha mume wako na ashiriki. Unajua ushiriki ni ule kwamba niko hapa na shiriki, lakini nimeshirikishwa pia. Yaweza kutokea jambo kwenye familia, watu wanalifurahia ile jambo, lakini unashangaa umeshiriki tu, lakini kushirikishwa. Jambo linatokea fulani, uko kwenye ile shangwe, uko miongoni mwa wanashangilia, lakini ile jambo kulijua, kukushirikishwa. Kwa ni vizuri kwenye ndoa ushiriki na ushirikishwaji wa mke na mume uwe etipa, pasu kwa pasu. Don't assume kwamba huyu mke anajua, ataona limefanyika hivi atajua tu. Mshirikishe kuanzia mwanzoni, mshirikishe ili ajikute ameshiriki, lakini pia ameshirikishwa. Hilo linaleta afya kwenye ndoa. Kwa lazima wanandoa wote ambao tuko kwenye ndoa tujitahidi sana kwenye kushirikisha wenzi wetu, na washiriki na kushirikishwa. Jambo lingine ni kusamehe. Msamaha ni jambo la msingi, linaleta afya kwenye ndoa. Lakini huo msamaha kwenye ndoa ukitokea, lazima huo msamaha, nimesema naomba msamaha na imekwisha na imetoka. Mara nyingi kwenye ndoa kuna ile kuomba msamaha na kusamehewa, kuna rudia makosa naendelea kurudia. Kama umeshaambiwa hichi ni sio sawa, acha, fuata njia ambayo ni sawa. Hili jambo hili mke wangu sio sawa. Mama ukishaambiwa, umeelewa, msamahani mume wangu, kuanzia hapo unaanza njia mpya. Jambo hili mume wangu sio sawa, samahani mke wangu, unaanza njia mpya. Sio kuanza, umeanza kesho unarudi tena pale pale. Ni kama tabia ya kuchezeana. Kwa ni vizuri sana kusamehe, na kushasamehewa kuanza njia ambayo ni safi kwa ajili ya afya ya ndoa yenu. Jambo lingine ni kujali moyo wa mwenzako. Unajua kwenye ndoa kuna moyo, watu wanatoa mioyo yao, moyo. Kwa usipende wewe mke kuharibu moyo wa mumeo, au mume usitaki kuumiza moyo wa mke wako. Unajua magonjwa ya moyo ni mengi. Kwa wewe unavyoenda kumuumiza mwenzako, unamletea magonjwa ya moyo, sio afya kwenye moyo wake. Kwa hiyo kama kuna mambo yanayofanyika, usikubali kuharibu moyo wa mwenzio. Kuna magonjwa ya pressure, kuna magonjwa ya sukari, watu wanakaa na vitu ndani mpaka magonjwa yanaanza. Kwa sababu tu mume ameharibu moyo wa mkewe au mke ameharibu moyo wa mumewe. Kwa hakikisha wewe mume unaufanya moyo wa mke wako uwe na furaha wakati wote, kwa kusema kweli, kuwa muwazi, kuomba msamaha, kumjali. Na wewe mke, penda moyo wa mumeo kuwa na furaha, usiwe na majonzi. Moyo wa mumeo usiwe na matobotobo, usiwe na maumivu, kwa kufanya yale ambayo unafikiri yeye anapenda uyafanye. Kwa hiyo kwenye ndoa, ili ndoa iwe na afya, lazima mume ujali moyo wa mke wako, na mke jali moyo wa mumeo, maana huko kwenye moyo huko kuna mambo mengi.
na kwenye moyo kuna sitara ya maisha ya mtu. Kwa hiyo siri zake zinakaa kwenye moyo. Kwa hiyo usikubali moyo wa mke wako kuchomwa chomwa, aidha kwa kumchoma wewe au kumletea mambo ambayo yanamchoma. Na usikubali moyo wa mmeo kuwa na matobotobo, aidha kwa kumchoma wewe au kuletea mambo yanamchoma. Hakikisha katoto unatamani mambo ya furaha kwa mke wako au kwa mume wako. Hiyo ndio afya ya nini? Afya ya ndoa. Pia upendo wa kweli. Unajua kwenye ndoa kuna upendo wa kuigiza au kuna utii wa kuigiza. Unajua upendo wa kweli unaonekana, wala upendo sio kwenye vitu. Hapana, usema mtu unampenda sio umpelekee vitu. Upendo wa kweli namna unavyojaa yule mtu asiumie moyo wake. Huo ndio upendo wa kweli, mume kwa mke. Na utii wa kweli sio kwamba utii mpaka upige magoti kwamba ndio umetii. Kufuata ile ambayo mume anataka, huo ndio utii wa kweli. Kufanya ile ambayo hayamuumizi mmeo ndio utii wa kweli. Kwa hiyo upendo vinaendana na utii. Kwa hiyo upende kwamba mimi nimempenda mke wangu, ninamtii mume wangu kwa yale ambayo unatamani yasimuumize mkeo. Upendo sio tu ulete goldi, ulete pesa. Upendo namna unavyotunza moyo wa mwenzako au maisha ya mwenzako yasiende kwenye ile aina ya trauma ya kuanza kuona kwamba kwa nini hivi, kwa nini vile. Huo ndio upendo wa kweli. Na upendo wa kweli ni kuacha tabia ambazo hazipendezi kwenye ndoa. Huo ndio upendo wa kweli. Utii wa kweli ni kufanya mambo ambayo yanafanya ndoa inakuwa na furaha wala sio na machungu. Huo ndio utii wa kweli. Kwa hiyo mara nyingi tunasema hapa utii, kusikiza mume amesema nini, upendo mume kumpenda ukweli. Lakini ni zaidi ya hapo. Afya ya ndoa inahitaji upendo ambao hautaki mtu aharibikiwe, mtu aumie. Utii wa kweli yule ambaye mke anataka mumewe asifanye kitu ambacho kitaenda kumuumiza. Hiyo ndio utii wa kweli. Maana unafanya sawa sana ilivyotarajiwa. Kwa ili afya iwe ndoa iwe na afya, lazima kuwa na upendo na utii wa kweli. Jambo jingine, ili kuwa na afya kwenye ndoa lazima kuwajibika. Uwajibikaji. Anasema haki inaenda na uwajibikaji. Kama basi upendo ndio haki, basi uwajibike. Kama basi utii ndio haki ya mume, basi kuwajibika kuwepo. Lazima kuwajibika. Kila mmoja kwenye ndoa anapaswa kuwajibika. Mume anatakiwa kuwajibika, mama anatakiwa kuwajibika. Kwa unawajibika kwa yale mambo ya afya yanayomhusu mkeo. Unawajibika kwa mambo ya afya yanayomhusu mumeo. So unawajibika kwa mambo ambayo yataenda kuleta simanzi au huzuni kwa mke wako au kwa mume wako. Wajibika wale mambo ambayo ni mema, hata mke akiyaona, akiyasikia, akiyapata, anayafurahia. Kwa mfano, mume anakwenda kazini, mama anabaki nyumbani. Anapata pesa. Ile hela mke anategemea baba amewajibika kwenye kazi, atanunulia hata bajaji au hata gari. Lakini anasikia mume anawajibika, lakini ile hela haioni. Anasikia hela umeenda upande wa pili. Kwa hiyo huo sio wajibikaji. Haileti afya ya ndoa. Afya ya ndoa, mke anaona kile ambacho mume amekitabikia, naye anakila na kifurahia. Au mke naye anakwenda kazini. Baba mume yuko nyumbani anaenda kuangalia watoto. Halafu mama yeye akapata hela, amejivisha mwenyewe, amejinunulia vikubwa mwenyewe, amejinunulia hereni nzuri mwenyewe, gold mwenyewe, mume amwangalie. Huo sio wajibikaji. Uwajibikaji pale pande zote mbili zinafurahia kile ambacho kimepatikana kutokana na matunda hiyo ndoa mtofanyia. Kwa hiyo uwajibikaji unaleta afya ya ndoa.